have been ravaged by floods. Na wakazi wa eneo bunge la Jomvu katika kaunti ya Mombasa wameendelea kuishi kwa hofu kutokana na mafuriko ya mara kwa mara ambayo kwa miaka kadhaa sasa yamekuwa yakisababisha familia kuhama makazi yao na mali kuharibiwa kila mvua kubwa inaponyesha. Hali hiyo inatarajiwa kuwa mbaya zaidi baada ya idara ya utabiri wa hali ya hewa hapa nchini kuonya kuwa mvua zaidi zinatarajiwa kunyesha katika siku zijazo, huku wakazi wanaoishi katika maeneo ya mabondeni wakishauriwa kuhama maeneo ya juu ambayo yako salama. Akizungumza mjini Mombasa, mshauri wa kisiasa katika afisi ya Rais Karisa Nzai amewataka wakazi wa eneo la Pwani kuwa macho zaidi na kujitayarisha kukabiliana na mafuriko, huku akiwataka viongozi na mamlaka husika kuchukua hatua za haraka kushughulikia tatizo hilo. Drainage system si kitu hati kinatoka mbali, ni kitu ambacho mainjinia ambao wamehitimu kama hawawezi kazi yao, tafadhalini tokeni kwa hizo ofisi, muachie watu wengine ambao wamehitimu na kazi za uinjinia waweze kutengeneza drainage system. Kuna ile kubwa ambayo ni ya kila wakati na kuna zile ambazo zinaweza kutengezwa zikawa kama first aid. Kwani si tulijua kama kuna mvua inanyesha? Kitu tunaomba serikali. Alafu ya pili ni maji ya kunywa. Sasa mvua imenyesha, tunaletewa maji na matangi, maji ambayo yamechanganyikana na sewage. Naomba usaidizi pia, mvua ikinyesha kama hapa maji tumesimama, maji tayari ni mafuriko inaanza na inaingia paka kwa nyumba. Tukatia njia ya kupitisha maji first, ituangalilie maji sababu maji ni uhai. Bila maji tunaishi aje wakazi wa Jomvu, especially Mikindani? Kadri taifa linavyoendelea kujadili utekelezaji wa mkataba